mpango mkubwa wa Mungu unaishi ili utangaze habari zake. Wale ambao hawajamjua wapate kumjua kupitia kinywa chako. Wale ambao hawajamjua wapate kumjua kupitia ushuhuda unaopeleka kwao. Wapo wengi walianguka katika uzinzi, wapo wengi wamekuwa katika ulevi, wapo wengi wameanguka kwa mganga wa kienyeji, wapo wengi ni makahaba, wapo mashoga, wapo watu wanajichafua kwa aina zote za uchafu. Hao watu wanahitaji nuru ya ngane katika maisha. Na andiko linasema kwamba wewe ni nuru ya mataifa. Hebu simama, nenda angaza katika maisha yao, nenda wapashe habari ya wokovu, kawaambie mpango wa Mungu juu ya maisha yao. Asewa eleza ya kwamba siku tulizo nazo ni siku mbaya, tena zimejaa shida, kufumba na kufungua. Bwana yu aja na kila jicho litamwona. Nikutie moyo mtu wa Mungu, fanya hiyo kazi ya Mungu kwa uaminifu. Fanya kazi hiyo kwa uaminifu. Usingoje mpaka mkutano upangwe. Unaishi na watu kazini, wengine wanakuja kutembelea nyumbani, wengine mnaongozana nao hata njiani kwenda mahala. Waambie habari njema ya wokovu na jinsi ambavyo watamshukuru zao siku ile ya hukumu. Yesu amekufa. Ndio mpango ambao Mungu anatarajia utimize, na ndio sababu Mungu amekufanya uishi hapo sasa. Uzalie matunda kanda mandara wasiki. Lazima uelewe mtu wa Mungu kwamba Mungu anataka uzae matunda. Hicho ndicho kitu Mungu anataka. Na kumzalia Mungu matunda ni kufanya sawasawa na mapenzi ya Mungu, na ukiwajulisha watu njoo kwa Mungu. Asiye waite watu kwa habari ya wokovu, waambie watu ondoka dhambini, ondoka katika uzini, ondoka katika masengenyo, ondoka katika kutumainia watu kama waganga. Hawezi kusaidia. Biblia inasema amelaniwa mtu yule amtegemea wanadamu, amfanye kwa kinga yake, moyoni wake kumwacha Bwana. Huyo mtu amelaniwa. Nikutie moyo kwamba ondoka katika laana, kimbia, ondoka katika laana. Tumika mbele za Bwana, mwambie Bwana, nimekubali, nataka nikutumikie, maana nimefahamu kwamba ninaishi kwa sababu ya kusudi maalum. Siishi tu kiasala.